Mkoa wetu wa Mara unazo fursa nyingi za uwekezaji katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, utalii, madini, ufugaji, uvuvi, uanzishaji wa viwanda. Natoa wito kuhakikisha ametumia fursa zilizopo kuzalisha bidhaa kwa wingi na zenye ubora ili kupata masoko yenye ndani na nje ya nchi yetu. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa mstari wa mbele katika kuimarisha mahusiano kikanda na kimataifa ili kuwezesha Watanzania kunufaika na fursa mbalimbali uchumi. Yaani maana yake hapa unaweza ukapeleka bidhaa zako Kenya, kwa bidhaa za Kenya ukazirekebisha, ukaziongezea ubora, ukafanya biashara. Vile vile serikali imeendelea kuboresha mazingira ya kufanya biashara na uwekezaji kwa kujenga miundombinu muhimu ikiwemo barabara, madaraja, reli ya kisasa na viwanja vya ndege. Naitwa Gambaresi Timotheo. Siku ya leo katika semina ya wajasiriamali ambapo wajasiriamali ndani ya mkoa wa Mara wameweza kufundishwa juu ya fursa mbalimbali za kiuchumi, lakini moja ya jambo kubwa ni namna ya ongezaji wa thamani katika mazao yatokanayo na samaki. Mkoa wetu wa Mara umebarikiwa kuwepo na Ziwa Victoria ambalo kimsingi linazalisha samaki aina ya sato, sangala, lakini pia tunao samaki wadogo maarufu wanaojulikana dagaa. Dagaa ni samaki maarufu sana katika mkoa wa Mara, hususan Musoma mjini ambapo wamekuwa na sifa ya kipekee. Na soko la dagaa limekuwa likiongezeka kila kukicha. Musoma mjini inahudumia mikoa ya kaskazini, inahudumia mikoa ya kanda ya pwani, lakini pia hata mikoa mingine ambayo inazunguka kanda ya ziwa. Kwa hiyo soko limeendelea kuwa kubwa. Lakini mahitaji ya soko la dagaa kwa sasa yanahitaji dagaa wasiokuwa na mchanga, dagaa ambao wamekaushwa na kuweza kuhudumiwa vizuri. Kwa maana hiyo walaji wetu pia wameweza kuboreka sasa, wanahitaji kula dagaa ambao wana vigezo, hawana mchanga, lakini pia maandalizi yake ni mazuri. Kwa hiyo ukitembelea katika baadhi ya miaro tulionayo ndani ya manispaa ya Musoma, ukienda Kisoria, Kibala, Bunda, Musoma vijijini, Busekela, utakuta kumekuwepo na changamoto ya uanikaji wa dagaa kwa maana ya maandalizi yale dagaa wasipate mchanga. Lakini tumechukua jitihada za makusudi sasa. Tayari kuna baadhi ya maeneo tumetengeneza nyavu na vibao vya kuweza kuanikia dagaa. Na ndio maana tunaona dagaa wetu wanatoka sana kwenda mikoani kwa sababu tunauza dagaa wasio na mchanga. Lakini hata hivyo tumeongea na meneja wa SIDO toka wiki iliyopita na leo tumesisitiza katika mafunzo haya. SIDO itawawezesha wajasiriamali hao ili waweze kujihakikishia kwamba wanaongeza ubora katika maandalizi. Kwa majina naitwa Hamisi Mkoma, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Power Life Health and Wealth Solution. Tuko hapa Musoma katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa. Tumemaliza kongamano ambalo lilihusisha halmashauri ya wilaya ya Bunda, halmashauri ya wilaya ya Butiama, halmashauri ya wilaya ya Musoma vijijini pamoja na manispaa ya Musoma. Tuliwaalika wajasiriamali wa kina mama kutoka katika hizo halmashauri zote kwa ajili ya kupata mafunzo, na mafunzo hayo yametolewa na wadau mbalimbali wakiwemo NSSF, walikuwepo pia TRA, walikuwepo NMB, walikuwepo SIDO, pia walikuwepo afisa kutoka idara ya maendeleo ya jamii ya manispaa ya Musoma. Vile vile kulikuwa na mada kutoka Power Life kuwawezesha wajasiriamali hawa kuweza kupanua biashara zao na kuweza kupiga hatua zaidi. Kama tunavyojua Musoma ni mji ambao au mkoa wa Mara kwa ujumla ni mkoa ambao una fursa nyingi na rasilimali nyingi. Kwa mfano kuna mbuga za wanyama, pia wana fursa ya Ziwa Victoria ambapo wakazi wengi ni wavuvi na wengine pia ni wauzaji wa samaki pamoja na dagaa. Lakini pia kuna fursa ya madini. Kuna migodi mbalimbali iliyo katika mkoa wa Mara. Kwa hiyo mafunzo haya yameweza kuwasaidia wajasiriamali hao kuweza kuona ni jinsi gani wanaweza kupanua hizi biashara. Kwa hiyo mafunzo haya waliyopata leo nadhani itakuwa ni chachu ya wao kupiga hatua zaidi katika kuinua mitaji na pia kupata faida zaidi katika biashara zao. Kubwa lililozungumzwa leo katika kongamano ni uongezaji wa thamani pia katika biashara ambazo wanazifanya. Mfano hawa wa biashara ya samaki, biashara pia ya dagaa wanapaswa kuboresha zile biashara zao
kwa kuweka vifungashio, pia kuweka lebo na kuweza kutafuta masoko ndani na nje ya mkoa wa Mara. Katika kutekeleza azma yetu hii au malengo yetu haya, tumeanzisha mradi wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, ambapo tumekuwa na kongamano la wanawake. Tumelianza kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 katika wilaya ya Tarime, ambapo ndio tulifanya ufunguzi, na baada ya hapo tuliendelea na maadhimisho ya wiki ya wanawake, ambapo tulikuwa na maonyesho ya siku 7. Shirika hili la Powerlife lengo lake la kuanzishwa kama nilivyosema mwanzo ni kuwajengea uwezo wananchi kiafya, kiuchumi na kijamii, kutokana na changamoto tulizoziona katika kuchangia masuala mazima ya maendeleo katika taifa letu. Nimefurahishwa na mafunzo ya Powerlife, yatatuwezesha kutafuta masoko. Nawaambia wajasiriamali wenzangu wasirudi nyuma, wawe katika mstari wa mbele wanapoitwa kwenye fursa kama hizi za Powerlife. Hii semina tulioipata itatusaidia kutokana kwamba tumekutana na taasisi mbalimbali. Taasisi tulikuwa na benki ya NMB kwa ajili ya mafunzo jinsi ya kupata mikopo ya kina mama, wakafanya biashara ya dagaa kwa ajili ya utengenezaji wa uchakataji wa zile dagaa. Watu waweze kuchakata dagaa ziwe safi na ziwe salama na ziwe zina mchanga kwa ajili ya waraji kwa kula chakula ambacho ni kibora na chakula ambacho ni kizuri. Nieleze kidogo shughuli ambazo tumezifanya kwa kipindi hiki cha mwaka mmoja. Kama nilivyosema, tulianza 2024. Shughuli ya kwanza tulifanya mwaka jana, tamasha la siku ya kimataifa ya wanawake, ambayo ilifanyika kuanzia tarehe 1 mwezi Machi mpaka tarehe 14 mwezi Machi, na hii ilifanyika kule Tarime. Tulishiriki katika maadhimisho ya kimataifa siku ya hedhi salama katika wilaya ya Tarime. Pia tulitembelea kwenye shule za sekondari na shule za msingi, tukatoa elimu, lakini pia tukagawa zile taulo zile taulo za kina mama. Kwa hiyo tulitoa mafunzo alafu tukatoa na hizo taulo katika shule mbalimbali za msingi na shule za sekondari. Lakini pia tulishiriki katika tathmini ya wazee wenye uhitaji. Hiyo ilikuwa mwezi wa 6 mwaka jana, katika kijiji cha Kewanja, kata ya Kemambo, Nyamongo, Tarime vijijini, na tuligawa nguo, mablanketi, viatu na shuka. Lakini pia walikuwa wana mahitaji zaidi ya hayo ambayo hatukuweza kuyatekeleza kwa wakati ule, lakini ni ahadi ambayo tunapaswa kuifanya. Kuna baadhi ya wazee walikuwa wana changamoto ya kuwa na vyoo, lakini wengine pia hata nyumba za kukaa walikuwa ni changamoto. Hilo tuliahidi kwamba tutawatafuta wadau ambao wanaweza wakawasaidia kuweza kuondoa hiyo changamoto. Lakini pia tulishiriki katika tamasha la wiki ya vijana, na hii ilifanyika katika wilaya ya Butiama, na kauli mbiu ilikuwa ni Twende Mara Youth Gala. Ilifanyika Oktoba 8 mpaka tarehe 13 mwaka jana, na lengo kubwa ilikuwa ni kuwafundisha vijana au kuwajenga vijana kuweza kujitegemea, lakini pia kuwa na uzalendo kama alivyokuwa mwenyewe baba wa taifa, hayati baba wa taifa alikuwa ni mzalendo. Kwa hiyo tunawajenga vijana kuwa wazalendo pia na kuweza kujitegemea. Lakini pia shughuli nyingine ilifanyika mwaka jana, ilikuwa ni ziara ambayo ilifanyika Muhuru Bay kule Kenya kupitia mpaka wa Rorya. Lengo kubwa la hiyo ziara ilikuwa ni kujenga ujirani mwema kati ya nchi yetu ya Tanzania na Kenya, haswa wale watu ambao wanaishi maeneo ya mpakani. Kulikuwa na changamoto mbalimbali zinazowahusu wakazi wa mpakani. Kwa hiyo tulikuwa tumefanya ile tamasha na hii ziara kwa ajili ya kujenga ujirani mwema, na zile kero ambazo zilikuwa zikiwasumbua zilijadiliwa na kuweza kutafutiwa ufumbuzi. Hiyo ndio shughuli tulifunga nayo mwaka jana. Sasa mwaka huu tulianza na shughuli ya kufanya kikao na wenzetu wa Dodoma. Dodoma tuna timu kama ya kwenu. Tulifanya kikao cha kwanza mwezi Januari,
na kuweza kuona malengo ya mwaka huu tunafanya nini na tunaweza kushirikiana katika nyanja zipi. Hiyo ndio shughuli ya kwanza tulianza nayo mwaka huu. Lakini shughuli ya pili, tumefanya tamasha juzi tu la kimataifa la siku ya mwanamke. Tulifanyia Tarime, ambayo ndio ilikuwa shughuli imefanyika kimkoa. Kwa hiyo tulikuwa na kongamano kama hili, lakini pia tuliweka mabanda, wajasiriamali walileta bidhaa zao wakaweza kuuza na tukatoa na mafunzo. Lakini baadaye usiku, siku ya tarehe 8, kulikuwa na kilele cha sherehe ambayo ilifanyika pale katika viwanja vya Sabasaba Tarime, na ilikuwa ni wadau wote tulishirikiana pamoja na serikali kushiriki katika kilele cha sherehe zile. Ila usiku wa tarehe 8 Power Life iliorganize usiku wa mwanamke. Usiku wa mwanamke. Wanawake walikuwa na jambo lao siku hiyo. Tulikuwa na shughuli katika ukumbi wa Blue Sky pale Tarime, na walibadilishana mawazo. Kulikuwa na mtu wa mhamasishaji, kulikuwa na mtu wa saikolojia, lakini wenyewe kina mama walikuwa wanabadilishana mawazo mbalimbali. Kulikuwa na chakula kiliandaliwa cha usiku pamoja na vinywaji, na shughuli kwa kweli ilipendeza sana. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.